Huu ni muktasari wa wiki mzima wa vita vya Mashariki ya Kati, yaani Israeli, Irani pamoja na Marekani. Matukio makubwa yaliyotokea na duniani kote kwa ujumla. Vitu gani ambavyo vimetokea mpaka hivi sasa? Nimekuletea muktasari ili uweze kujua kama nafanya ndani ya masaa 24. Hii ni Jumapili usiku, kwa hiyo lazima tuhakikishe recap ya wiki mzima pia inapatikana. Tukio la kwanza ni Urusi inahitaji uwajibikaji kwa shambulio la Marekani kwenye shule ya wasichana nchini Irani ambalo ililiua watu takriban 170. Lakini tukio la pili ni waziri wa mambo ya nje wa Iran Araghchi anasema tunataka kuwafundisha somo kali sana ili maadui wasifikirie hata kushambulia Iran tena. Hayo ni matukio ndani ya wiki mzima, sio leo. Lakini tukio la tatu ni Urusi inaanza kuwapa picha za satellite na teknolojia ya hali ya juu ya drones. Tafsiri yake, Urusi inaonyesha ushirikiano moja kwa moja hivi sasa na Iran ndani ya hii wiki. Matukio makubwa ambayo yametokea, la nne ni kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei anasema sasa sio wakati wa amani na Marekani na Israeli lazima zishindwe. Namba tano ni kwamba Rais Trump anasema Marekani itaharibu kabisa vituo vya umeme vya Iran ndani ya saa 48 kama mlango wa Hormuz hautafunguliwa tena. Namba sita, Iran inaonya kuwa shambulio lolote kwenye miundombinu yake litakabiliwa na uharibifu mkubwa na wa haraka nchini Israeli. Waziri wa mambo ya nje wa Irani Araghchi anasema Israeli lazima iadhibiwe kwa uharibifu wake ama uhalifu wake wa kivita. Namba 8 ni Katari inawafuturisha wanajeshi na wanadiplomasia wa usalama wa Iran na kuamuru kuondoka nchini humo ndani ya saa 24. Hii nadhani habari nilikuwa nimeitoa leo ya kwamba Qatar imewafukuza kabisa embassy za Iran nchini kwao, na kwamba ingine ni Saudi Arabia inaamuru afisa wa kijeshi wa ubalozi wa Iran na wafanyakazi wake kuondoka nchini humo ndani ya saa 24. Nadhani katika mwendelezo wa hii habari. Tukio namba 9. Namba 10 ni Rais Putin anasema Urusi inasalia kuwa rafiki mwaminifu na mshirika wa kutegemewa kwa Iran, na kweli mpaka hivi sasa anaonyesha ushirikiano, hajamzunguka, hajamfanya kitu chochote ambacho hakieleweki. 11 ni Urusi inataka uchunguzi wa kimataifa kupitia shambulio la Marekani kwenye tovuti ya nyuklia ya Nats nchini Iran. Na nyingine ni Rais Trump anasema Marekani haitahitaji tena NATO. Rais wa Iran mwingine ni Masoud Pezeshkian anasema nchi yake iko tayari kutatua masuala yote na nchi za Ghuba. Mwendeshaji wa meli ya mafuta amelipa Irani dola milioni 2 kwa usalama wa kupita kwenye mlango wa Hormuz. Dola milioni 2 ni kama bilioni 5 za Kitanzania. Tukio lingine ni kwamba Urusi inasema kuuawa kwa viongozi wa Irani hakutapita bila matokeo. Namba 16 ni kwamba Irani inasema imeokoa mamia ya vifaa vya Starlink vilivyosafirishwa kwa siri na Marekani na Israeli, vilikuwa vimeingizwa nchini, kwa hiyo tayari vimeshakamatwa. Na 17 ni waziri wa mambo ya nje wa Urusi ndugu Lavrov anasema Marekani iliamini Irani ingeweza kushindwa kwa siku moja kwa uchokozi usio na sababu, lakini mpaka hivi sasa vita tunaenda wiki ya 4, takriban watu wanaendelea kushambuliana tu. Kingine ni ubalozi wa Marekani huko Riyadh unawahimiza raia wa Marekani kuondoka Saudi Arabia mara moja. Tukio lingine ni Iran inashambulia kiwanda kikubwa cha mafuta cha Israeli huko Haifa. Namba 20 ni Israeli inatangaza hali ya majeruhi wakubwa huko Iran baada ya shambulio la kombora la balistiki la Iran. Hasa hapa vyanzo vimekuwa tofauti, wengine wanasema walio 100 ni 180, wengine 200, wengine wanasema hakuna vifo, wengine vifo vinasemekana vipo 11, wengine vifo viko 100, vitu kama hivyo, lakini wenyewe wanasema hawajatoa ripoti rasmi ya kwamba vifo ni watu wangapi ambao wametokea mpaka hivi sasa. Namba 21 ni Piers Morgan anasema Uingereza haina ulindaji wowote ule dhidi ya makombora ya balistiki ya Iran. Yani unajua walitoa tishio kwamba na nyinyi Europe ni moja taifa ambalo mnawindwa sasa hivi. Hiyo ni taarifa ambayo ilikuwa imetoka kwa upande wa Israel na Marekani, lakini wanasema sisi hatuoni tishio lolote kutoka kwa Iran ama ya kwamba tunaweza kulengwa mpaka hivi sasa. Namba 22 Urusi inasema vita vya Mashariki ya Kati vinaelekea kuongezeka. 23 ni Iran inasema haina mafuta ya ziada ya kuuza kwa soko la dunia. 24 ni Iran inafikiria kutoza kodi na ada za ushuru kwa kupita mlango wa Hormuz. Nadhani kwa hii kama imeanza na euro
dola milioni 2, basi itazidi kupanda kila itwapo leo. 24 ni kwamba China inatuma misaada ya dharura kwa Iran, Jordan, Lebanon na Iraq. Rais Trump anaripotiwa kupata taarifa kutoka kwa majasusi wa Marekani kuwa kiongozi mkuu mpya wa Iran Mojtaba Khamenei huenda ni shoga. Hiki inahitaji kama ilivyo, kwa sababu ndio kitu ambacho Trump alikuwa amekisema, sio mimi. 27 ni Uswisi inazuia mauzo ya silaha kwa Marekani kutokana na vita vyake na Iran. Namba 28 ni Sri Lanka inatangaza kila Jumatano kuwa likizo ya umma ili kuhifadhi mafuta kutokana na hofu ya upungufu unaosababishwa na vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Misri inaamua maduka na migahawa kufunga saa 9 jioni kutokana na mgogoro wa nishati unaosababishwa na vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Lakini Sri Lanka inakataa ruhusa kwa ndege za kijeshi za Marekani kutua kwenye uwanja wake wa ndege wa kiraia. 31 ni kwamba rais mkuu wa Poland Donald Tusk anasema nchi yake haitapeleka wanajeshi Irani. Zaidi hapo ni kiongozi wa juu wa Irani Ali Larijani amethibitishwa kuwa ameuawa kufuatia mashambulizi ya kulenga ya Marekani na Israeli, huku kiongozi mkuu wa Irani Mojtaba Khamenei anasema Marekani na Israeli zitalipa hivi karibuni kwa kuua Ali Larijani. Rais Trump anaripotiwa kupanga kuchukua udhibiti kamili wa mlango wa Hormuz kwa nguvu, huku Urusi inasema dunia inashuhudia mgogoro mbaya zaidi wa nishati katika miaka 40. Mkuu wa zamani wa kupambana na ugaidi wa Marekani Joe Nate anamwambia Tucker Carlson kuwa Irani haikuwa karibu kuwa na silaha ya nyuklia, huku Urusi inasema vita vya Marekani na Irani vinahusu kupata udhibiti wa rasilimali zao za nishati. Irani inasema kombora la Marekani na Israeli limepiga kiwanda cha nyuklia cha Bushehr, huku Israeli inashambulia kiwanda kikubwa cha gesi asilia cha Irani, operesheni iliyoidhinishwa na Marekani. Urusi inasema vita vya Marekani vya Mashariki ya Kati vikienea kuongezeka ama vinaelekea kuongezeka zaidi. Nimekuwekea zaidi ya matukio 40, nadhani mengine kama sasa hivi ndani ya muda mfupi kuna kifo cha kiongozi ambayo kimetokea. Nadhani ndani ya Locha Media nimeweza kuielezea vizuri YouTube, na matukio mengine ambayo ni makubwa kwa kweli yameweza kutokea mpaka napokuandalia ripoti hii, lakini kubwa ambayo yapo ni hayo ambayo nimekuandalia 40 ndani ya wiki mzima kutokana na vyanzo ambavyo mimi nimevitumia na ripoti za wiki mzima. Kwa sasa hivi haya ni matukio 40 ambayo yapo mpaka tunafungasha vilago. Mimi ni Dr. Mateka, mpaka pale wakati mwingine, bye bye.